hitaji kupumzika. Hivyo ndio tunaangalia kwamba tukaona penye kuna pumziko la kweli, kuna tumaini la kweli. Penye pumziko la kweli, kuna utukufu wa kweli. Penye pumziko la kweli, kuna ukombozi wa kweli. Penye pumziko la kweli, kuna kumshukuru Mungu kwa kweli. Kwa hivyo ndio tuliona kwamba kulingana na Mungu Muumba, yeye alituandaaje, akatuma namna gani, na nitatuaje jinsi ya kupumzika. Sababu lazima nichunguze kutoka kwa mwenyewe ambaye aliyeniumba. Tusome Mwanzo 2, tukianza mstari wa 2 na ule mstari unateremka wa 3 mpaka wa 4. Maandiko yanasemaje? Inasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Kwa hivyo maandiko yametamka wakati kutoka kwa Mungu mwenyewe. Siku ya saba alimaliza kazi yake aliyoifanya. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Mungu Baba wetu Muumba, yeye ni mtenda kazi, yeye ni mfanya kazi. Alipofanya kazi yake siku ya saba alikuwa na amemaliza. Ndiko kukatendeka nini? Akastarehe siku ya saba. Kwa hivyo katika hiyo siku ya saba alipokuwa amemaliza kazi zake zote katika pumziko, Mungu Baba akapumzika siku ya saba. Na tena yeye alipopumzika akafanya akaibariki hiyo siku. Kwa hivyo katika siku ya saba kuna pumziko na tena kuna kubarikiwa katika siku ya saba. Kwa hivyo ukitaka ubarikiwe, unakuwa na pumziko katika siku ya saba. Ukitaka uwe na faraja, unakuwa na pumziko katika siku ya saba. Ukitaka upone ugonjwa, unakuwa na pumziko katika siku ya saba. Tena ndio kusema Mungu akaibariki siku ya saba. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa. Kwa hivyo kama kiumbe sahihi, mwanadamu anayekuwa, ukitaka mibaraka, ukitaka utakaso kutoka mbinguni, unapatikana katika pumziko la siku ya saba. Sababu Mungu Baba ndiye mwelekezi, ndiye njia, ndiye tumaini, na yeye alipumzika siku ya saba na akaitakasa na akaibariki na akafanya namna gani? Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hivyo mbingu, mpenzi mpendwa wa maeneo haya ya Lesotho, Rungufe, watu wa Rungufe, mbingu ndiyo imetangaza. Mbingu ndiyo imetangaza, na matangazo yametoka kwa Mungu Baba mwenyewe aliyekuumba. Ni kama mzazi wako. Ikiwa wewe ni mtoto usipowatii wazazi, miaka yake itapungua. Ikiwa wewe ni mtoto usiyewatii wazazi, maisha yake hayatanawiri. Ikiwa wewe ni mtoto usiyewatii wazazi, hautatembea katika njia bora. Na sisi vile kama wana wa Mungu Baba inafaa tutii katika pumziko lake, kama vile alivyopumzika nasi tupumzike vile vile. Kwa hivyo ametutangazia mbinguni pumziko letu ni siku ya saba, na katika pumziko hili ni kitu gani kinatendeka? Walawi 23 mstari wake wa 3. The book of Leviticus 23:3. Ndio kwamba tuone mbingu imetangaza, Mungu Baba alipumzika siku ya saba, akaitakasa, akaibariki. Kwa hivyo hii siku ya saba imejaa baraka, imejaa kutakaswa, iliyo kusema ya kwamba ukija na ugonjwa siku ya saba utaosha na Mungu na utapona. Ukija na shida yoyote siku ya saba, Mungu atajihusisha na hakika utapata majibu yako. Inasemaje Walawi? Mtafanya kazi siku 6. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba katika juma moja iliyo na siku 7, siku moja ni ya pumziko, lakini siku zingine ni kushughulika katika kazi zako. Yaani kumaanisha mwanadamu yeyote asiyekuwa anafanya kazi, hiyo ni dhambi mbele ya Mungu. Na Mungu amepanga jinsi alimuumba mwanadamu, sababu ndiye anajua, he understands much about our work
working system of the body. Amesema ya kwamba miili yetu inafanya kazi siku 6, baadaye lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe. Lakini siku ya 7 imepewa jina lingine. Nikitaka kujua pumziko la kweli ni siku ya 7, na hii siku ya 7 imepewa jina lingine ambayo ni Sabato, na hiyo Sabato ndiyo pumziko, na hiyo Sabato ni ya kustarehe, na hiyo Sabato ndiyo kweli, pumziko la kweli, na hiyo Sabato ndiyo mibaraka ya kweli, na hiyo Sabato ndiyo iliyobarikiwa, na hiyo Sabato ndiyo iliyotakazwa. Na sasa hii Sabato ndiyo tumeianza leo, na ukitaka kupokea utakazo, ukitaka kupokea mibaraka, unapumzika Sabato. Tena katika hiyo Sabato ni kitu gani kinaendelea? Mfano wangu tuendelee kusoma mstari mwingine. Msifanye kazi ya namna yote, ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Kwa hivyo maandiko yamesema wewe ambaye ni mwanadamu unayepumzika usifanye kazi ya namna yoyote mahali popote utakapokaa. Iwe ni hapa Lungufee, mahali panaitwa Resource, iwe ni pale Kapsabet penye msomi wangu amesoma, iwe ni pale Kaptumo penye wengine wametoka, iwe ni Eldoret penye wengine wametoka, iwe ni Uruyani, iwe ni Nyanza, iwe ni Uingereza, iwe ni mahali popote, pumziko ni Sabato. Ndiyo Mungu imetangaza. Na hili pumziko ni pumziko la namna gani siku ya Sabato? Naendelea kusema Mungu la 4. Hapana, kuna mambo yaliyoruka hapo. Sasa vizuri. Utafanya kazi siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko hiyo sasa ilikuwa imeruka. Sasa hiyo ilikuwa ya muhimu. Sabato ni siku ya kustarehe kabisa. Sasa imesema kusanyiko takatifu. Yaani kumaanisha kusanyiko takatifu, watu wanakusanyika kwa kuabudu, kwa kushukuru, kwa kuomba na kusema hakika Yesu wewe ni Ebeneza, Mungu wewe ni baba yetu. Kwa hivyo pumziko na kuabudu na kuhubiri na kwenda kanisa ni siku ya 7 ambayo ni Sabato. Ndiyo maandiko yametangaza wazi peupe, na yamesema ya kwamba ukitaka pumziko sahihi linapatikana siku ya Sabato. Ukitaka mibaraka sahihi inapatikana siku ya Sabato. Ukitaka utakaso sahihi unapatikana siku ya Sabato. Je, hii Sabato ni ya nani? Ni ya Mungu ama ni ya mwanadamu? Mathayo 12 mstari wa 8. Mathayo 12 mstari wa 8. Tuone ya kwamba Mungu Baba amesema ya kwamba yeye alistarehe siku ya 7, akaitakaza na akaibariki na akaacha kufanya kazi zake zote. Tena hii siku ya 7 ameipatia jina lingine ambalo ni Sabato, na amesema Sabato hiyo ndio mkusanyiko mtakatifu, yaani ndio watu wanakusanyika kwa ajili ya kuabudu. Andika nasemaje? Kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana. Kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Huyu Bwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. Sabato sio ya Adventista, Sabato sio ya wazee wa kanisa, sio ya wachungaji sisi, isipokuwa imeletwa na tukapokeshwa na Mungu Baba mwenyewe. Na ikiwa sisi ni kiumbe sahihi, ni Wakristo sahihi, ni lazima tutii, kwa sababu kutotii inakuwa ni dhambi. Ndio sababu tunaendelea kuiandaa hii Sabato ili ya kwamba tuteze miili yetu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Je, hii Sabato inaanza kuandaliwa saa ngapi? Walawi 23 mstari wa 32. Unaanza kuiandaa wakati gani? Saa ngapi? Sababu tunajua ya kwamba wengine tunajua siku inaanza usiku wa manane, wengine tunajua siku inaanza saa 1 asubuhi. Wacha tuingie kwa maandiko tuone ya kwamba hii Sabato iko na njia yake, iko na maandalio yake. Maandiko yanasemaje? Walawi 23:32. Andiko nasema itakuwa kwenu Sabato ya kustarehe kabisa. Itakuwa kwenu Sabato ya kustarehe kabisa. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Siku ya 9 ya mwezi. Siku ya 9 ya mwezi. Wakati wa jioni. Wakati wa jioni. Tangu jioni hata jioni. Tangu jioni hata jioni. Mtaishika hiyo Sabato yenu. Mtaishika hiyo Sabato yenu. Kwa hivyo kumaanisha Sabato
mbingu wa mbinguni usiokuwa na mawaa imetangaza ya kwamba pumziko la Sabato linaanza jua linapotua na linaisha wakati jua linapotua. Kwa hivyo ni masaa 24. Kwa hivyo kiumbe sahihi anayehitaji mibaraka sahihi na anayehitaji utakaso sahihi unaanza kupumzika wakati jua limetua, tena unaanza kufungua wakati jua limetua. Kwa hivyo ikiwa wewe ni kiumbe sahihi, ukiona jua limetua, maandiko yametangaza usifanye kazi ya namna yoyote. Iwe kwamba ni kazi yote ulikuwa nayo, biashara, kufanya biashara ya barabarani, biashara vya namna yote ile, unafunga ukijiandaa kwa ajili ya Sabato. Ikiwa nitakaidi na niendelee kufanya, ni kitu gani kitanipata? Kitabu cha Kutoka 31 mstari wake wa 15. Ikiwa nitakaidi niseme ya kwamba nitaendelea, mimi sitaki kuacha, sitaki pumziko, mimi kazi yangu ni siku 7, maana ni kitu gani nitakupata? Andiko lasema kazi itafanywa siku 6. Tena limerudia mambo yale. Kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya Sabato, siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Takatifu kwa Bwana, sio takatifu kwa mwanadamu, sio takatifu kwa kiongozi wa kanisa, sio takatifu kwa baba yako, sio takatifu kwa mwana wako, sio takatifu kwa mume wako, lakini ni takatifu kwa Mungu Baba, kwa Bwana mtakatifu. Anapoendelea kusema kila mtu atakayefanya kazi yoyote. Sasa kila mtu atakayefanya kazi yoyote siku ya Sabato, hakika yake atawawa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ikiwa tutafanya makosa, tufuke mpaka na tuendelee kufanya kazi katika siku ya Bwana ambayo ni siku ya Sabato, siku ya pumziko tunayongojea, sio uzima wa milele, isipokuwa ni mauti ya milele. Ndio sababu natutangazia katika jioni ya leo, ili ya kwamba ikiwa ulikuwa umefunga macho yako usitazame Sabato za Bwana, leo anakuita mpendwa wa Lungufe, uchukue hatua kwa sababu ya uzima, uchukue hatua kwa sababu ya ukombozi, uchukue hatua kwa sababu ya utakaso, uchukue hatua kwa sababu ya mibaraka. Ndugu wapendwa, Mungu sio mwanadamu ili ya kwamba kadanganya. Mungu ni mwenye pendo, Mungu ni mwenye anatupenda. Ndio sababu ametuandaa jinsi hiyo, ametupatia pumziko sahihi na utakaso sahihi na mibaraka sahihi inayopatikana siku ya Sabato. Kila vile nimechunguza maandiko ndani na nje, nimegundua ya kwamba viwete wote waliokuwa Samaria, waliokuwa Yudea, waliokuwa Yerusalemu, wote wagonjwa, vipofu, viziwi, waliokuwa na ukoma, waliokuwa na shida mbalimbali, mpaka waliokuwa wamekufa walifufuliwa na wakaponywa siku ya Sabato. Kwa hivyo Sabato sio siku tu, isipokuwa ni siku ya uponyaji, sio siku tu, isipokuwa ni siku ya mibaraka, sio siku tu, isipokuwa ni siku ya kufunguliwa kutoka kwa mapepo. Sababu wote waliokutana na Yesu wakaliita jina lake, mapepo yaliondoka. Waliokutana na Yesu siku ya Sabato wakiwa wagonjwa, magonjwa yalikufa. Waliokuwa viziwi walisikia kwa jina lake, waliokuwa mabubu walinenea kwa jina lake, waliokuwa wamesononeka walipokea furaha siku hiyo. Ndio sababu tunawatangazia kwa mbingu furaha ya mbinguni. Wapendwa, ingekuwa raha ya namna gani ukasikia ujumbe huu siku ya leo na ukachukua hatua kwa sababu ya uzima. Hatuchakuita kuja kwa waganga ama kuja kufanya jambo lolote. Tunamtangaza Yesu aliyetoka mbinguni, akapita tumbo la Maria, akafa, akabatizwa, akafufuka, akaenda mbinguni, akaenda kutuandalia makao. Kwa hivyo Yesu ni kiungo cha muhimu kuliko baba yako. Yesu ni kiungo cha muhimu kuliko kazi zako. Na hii Sabato niulize swali. Wacha nikuulize Enda. Si unapanda mahindi? Si unapanda mahindi? Ukipanda mahindi unapanda mahindi ikule ama ule mahindi?
Si unapanda mahindi ule mahindi. Unapokula mahindi inajua kwamba inaliwa. Aiji. Sasa faida ya mahindi ni kwa mwanadamu. Mahindi imekuja kwa faida ya mwanadamu. Je, Sabato imekuja kwa faida ya nani? Sabato itakuja ukupumzike. Isipokuwa Sabato imekuja ukupumzike. Kitabu tunaita Marko 2:27. Marko 2:27. Biblia inasema. Biblia inasema akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato haikufanyika kwa ajili ya wanyama, haikufanyika kwa ajili ya mimea, haikufanyika kwa ajili ya biashara, haikufanyika kwa ajili ya magari, haikufanyika kwa ajili ya manyumba, haikufanyika kwa ajili ya kitu chochote kile, isipokuwa ni kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hivyo Sabato haitakuja itupumzike, lakini tumepewa Sabato ili ya kwamba tuipumzike. Ndiyo sababu Mungu katika Mwanzo akasema Sabato ilitakazwa na vile vile ikabarikiwa, na kila mtu kila unahitaji katika familia yako ni baraka. Ikiwa watoto wako wameanguka katika mihadarati ya kukunywa pombe, ushirikina, utotii, usharati na uchafu wote wa dhambi, ukitaka wakombolewe, waende wakae katika Sabato, wapate ubatizo na wapate kukombolewa. Ndio sababu Yesu anatuita katika Sabato. Je, hii Sabato ikiwa jinsi hii, ikawa Mungu amesema yeye alipumzika Sabato, ikiwa Mungu atuchawahi muona, lakini mababu zetu walimuona Yesu Kristo ambaye ni mwana wa pekee wa Mungu Baba. Huyu mwana wa pekee ambaye anamjua Mungu zaidi ya sisi, yeye alipokuja duniani alipumzika namna gani? Kitabu Luka 4 mstari wake ule wa 15 na mstari wa 16. Tuone ya kwamba huyu Yesu Kristo mwanzo na mwisho wa tumaini letu, yeye aliyekufa na akafufuka akatukomboa akaenda mbinguni kutuandalia makao, yeye ambaye ni njia, ukweli na uzima, alipumzikaje ili ya kwamba tufuate? Maandiko yanasemaje? Inasema naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyo desturi yake. Msomi wangu, ningetaka nikuulize swali kwa sababu yeye ndio kwa kipaza sauti. Desturi ya kawaida huwezi kosa wakati umeamka ni gani? Asubuhi. Desturi. Yaani kitu kile ambacho kama desturi, uwe ugenini, uwe mahali popote, uwezi kutoka kwa nyumba kabla utafanya. Kuomba. Lazima uoge, ndio desturi yako. Kwa hivyo ni jambo linaeleweka, halitaki maelezo, halitaki kisomi. Unajua ya kwamba ukiamka ni kuoga, ni desturi. Na desturi ya Yesu ni gani? Alikuwa anaenda kanisa siku gani? Siku ya Sabato. Kwa hivyo ikiwa Yesu ambaye ni mwana wa Mungu aliyetoka kwa Baba, Mungu akamtakaza na akaidhinisha ni mwanangu mpendwa, alikuwa anapumzika Sabato, sisi wanadamu itakuache tusifuate nyayo zake ikiwa tunaenda mbinguni? Kwa hivyo ikiwa tunaenda mbinguni na tunataka kuwa marafiki wa Yesu, ni lazima tupumzike katika Sabato. Ndiyo maandiko yanasema, ukitaka kuwa rafiki wa Yesu lazima upumzike Sabato. Ndio sababu Yesu anasema juzi hii, je, Sabato ni amri ama sio amri? Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka 11. Tuone kama Sabato ni amri ama sio amri. Maandiko yanasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase kidogo. Unajua kitu naambiwa ukumbuke ni kitu cha dhamana, ni kitu kitakusaidia, kitu ambacho ukikosa utapotea. Ndio nakumbuka nikiwa mdogo nikiendelea kukua, nilipata nikituma dukani, sana nilikuwa natuma sabuni la Rexona, na nikatuma siku moja
na sabuni ya Rexona. Narudiwa na mzazi sabuni ya Rexona na tembe za Panadol. Nikienda njiani ninaimba Panadol Rexona, Panadol Rexona, Panadol Rexona. Lakini ajabu, nilipofika kwa duka ninaambia mwenye duka nipatie tembe Rexona na sabuni Panadol. Kwa hivyo Mungu akisema ukumbuke siku ya Sabato ni kitu cha dhamana, ni jambo la dhamana katika amri zake zote. Amri yenye tunaambiwa tukumbuke ni amri ya 4 ambayo ni Sabato. Naendelea kusema siku 6 fanya kazi. Sasa katika siku 6 tufanye kazi, utende mambo yako yote, tutende mambo yetu yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Sasa nione mpenzi mpendo wa Rudufe, siku hiyo usifanye kazi ya namna yoyote. Wewe mzazi, wala mwana wako, wala mwana wako, wala binti yako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mtumwa wako, wala mchakazi wako, wala mchakazi wako, wala mnyama wako wa kufua, wala mnyama wako wa kufua, wala mgeni aliye ndani ya mlango wako, wala mgeni aliye ndani ya mlango wako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, na nchi, na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7, akaitakaza. Ukisoma katika mistari yote ya Biblia, ukisoma katika hii amri 10, amri ambayo iliyo na maelezo mengi ni amri ya Sabato. Amri tunaambiwa tupumzike ni amri ya Sabato. Kwa nini? Ni kwa sababu hiyo Sabato iko na mibaraka ndani yake, ina utakaso ndani yake. Kwa hivyo ukitaka kutakazwa, ukitaka kubarikiwa, pumzika Sabato. Na je, watu wataanza kujiuliza hii Sabato ni ya namna gani na ilikujaje, na ikiwa ni nani aliyeharibu hii Sabato watu wasipumzike? Kitabu Ezekieli 26 mstari 22 tuone ya kwamba mwenye alikosesha watu mpaka sasa unapata ya kwamba kama wakati kabla niwe mwana Sabato nilikuwa Muislamu, ndio nikaona nilikuwa napumzika siku ya Ijumaa. Niliposoma vitabu nikagundua kwamba Uislamu ulikuja mwaka wa 610 AD, ukileta na mtu anaitwa Muhammad, wakikutana na mwanamke anaitwa Khadija. Kwa hivyo Ijumaa ni siku ya Muhammad. Maandiko yanasema 26 mstari 22 Ezekieli. Andiko nasema makuhani 26:22 haifiki. Kani Ezekieli. Hebu somo 22:26 bwana hivi. Somo 22:26. Hebu hapo baraka. Inasema makuhani wake. Sasa ni 22:26 ilikuwa ni pesa ulimi. Hiyo sasa soma. Andiko nasema makuhani wake wameihalifu sheria yangu. Makuhani wake wameihalifu sheria yangu. Kwa Kiingereza? Hebu soma Kiingereza huko mstari. A priest inasemaje rudia? A priest. Kwa hivyo ni nani ameharibu Sabato ya Mungu? Tunamjua priest ni nani? Kuhani. Sio gadi. Hapana, sio kuhani. Ndio hiyo kuhani, lakini unajua tunapatikana. Sio gadi, sababu makazi wanapatikana na sheikh katika Uislamu. Katika Pentecostal churches wanapatikana bishops, wakipatikana reverends. Ukiingia katika kanisa la Adventista tuko na pastors, elders and deacons. And we have got the priests. Unajua kwenye wanapatikana? Ndio kusoma sasa. Makuhani wake wameharibu sheria. Sasa makuhani wake wameharibu sheria yangu. Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu ambavyo vitakatifu. Wala hawakufundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao. Wasiziangalie sabato zangu. Nami nimetiwa unajisi kati yao. Kati yao.
1 John 2 verses 2 and 3. The Bible says, Biblia inasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Hiyo ni vile soma 3 na 4. Gani unasoma? Soma 3 na 4. 3. Soma mstari wa 3. Na katika hili twajua ya kuwa, tumemjua yeye. Ikiwa tunashika amri zake. Kwa hivyo ikiwa tunashika amri za Mungu, ambapo sababu ni moja yao, tunaidhinisha na tuna uhakika tumjua yeye ambaye ni Mungu. Kwa hivyo kinyume cha hiyo mstari, ikiwa tushiki amri, tunakataa, hatutii, kwa hivyo hatuitii neno la Mungu. Endelea kusoma. Yeye asemaye nimemjua yeye, wala azishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hivyo ndugu mpendwa wangu, ukipata mtumishi wa Mungu kama mimi Innocent Wabuyele, nikisimama mambali ni matakatifu, nikikwambia sabato sio kitu, nikikwambia amri sio kitu, mimi nitakuwa muongo na ukweli haumo ndani yangu. Kwa hivyo nazidi kukufunza nini ikiwa natukataza amri? Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 4. Ikiwa nimekataa na kuambia usipate amri, usipate sheria, usipate sabato, je, ni kitu gani naendelea kukuambia uwe mwema katika kutenda? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hivyo mtu yeyote anayefuata amri za Mungu na anakukataza usifuate, yeye anachokifunza ufanye ni kuwa mwema katika kutenda dhambi, sababu na kuwa muasi. Na itawezekana hakika nimekataa hizo amri, lakini nafufua watu wenye wamekufa, ninaponya wagonjwa wanapona, na hakika viwete wanatembea, na miujiza inaonekana. Je, haya mambo nikiyatenda nitapata idhinisho kwa Mungu? Atakubali ama kuhubiri kwangu kutakuwa ni kuhubiri kwa bure? Wacha tuone Mathayo 15 mstari wake wa 8 na wa 9. Nione ya kwamba ikiwa mimi nimeyakataa haya, ninafunza kinyume na vile maandiko yanafundisha, nikiambia watu hamuna amri, hamuna sabato, hamuna pumziko, sabato ni siku yoyote, je, hayo ninayofundisha Mungu atasikia ama nitakuwa nafundisha bure? Maandiko yanasemaje? Andiko nasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao ili mbali nami. Kwa nini? Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo mafundisho wanadamu, yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo umefika 9. Naam. Umefika 9. Kwa hivyo ndio nimesema hawa watu waniabudu bure. Kwa nini? Wanafundisha yaliyo mafundisho ya kina nani? Ya wanadamu. Kwa hivyo Yesu anatuambia tuna mafundisho ya wanadamu. Unapata mtu anaacha Biblia akikwambia hamuna sabato, hamuna amri, hamuna kitu chochote, wewe abudu vile unataka. Kwa hivyo huyo Mungu amekataa. Huyo ukiabudu jinsi hiyo, na hakika unaabudu bure. Na ikiwa nimekataa amri zake, ikiwa nikikataa amri ya sabato, nikiomba Mungu atanisikia ama hatanisikia? Mithali 28 mstari wa 9. Mithali 28 mstari wa 9. Maandiko yanasemaje? Inasema, yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Kwa hivyo ndugu wapendwa, ikiwa umekataa sheria na amri za Mungu, hata ukiomba inakuwa ni machukizo katika kiti cha enzi cha Baba. Wapendwa, ndio tunahimizana mkiwa katika mahali hapa. Ukienda kwako nyumbani, mshike rafiki wako mkono, mshike ndugu yako mkono, mshike dada yako mkono, mwambie ya kwamba tuelekee penye Yesu sahihi anapatikana, tuelekee penye ndugu sahihi anapatikana. Nafurahishwa sana na huyu mama. Hebu simama wakuangalie. Unamjua huyu mama? Unamjua huyu? Unamjua? Tunamjua. Ni akina unamjua? Anakuja kanisani? Hapo anakuja kanisani mbele. Na mimi sasa. Ndio hiyo sasa. Sasa ndio nataka tufanye. Huyu mama nilipata na kwetu Luyani. Sio ni Maragodi usema? Mimi Mtereki. Tunajua Mtereki ni wachawi sana.
Yaani mpaka unapata mtu anasimama huko wetu, unajua kwetu wapukuzi wanakula watu. Yaani maiti inaongea, unajua hivyo? Hainakataa kufika nyumbani, mpaka inafua watu nguo. Na kwenu ukiiba kitu ya mtiriki unasimama pale mpaka anakupata. Mpaka asubuhi. Tuko pamoja? Sasa huyu mama Elda nataka kumpokesha kwa mikono yako. Amina. Ili ya kwamba mshike mkono. Mtafute mtu anasimamia personal ministry katika idara ya kanisa. Afanye huyu mama rafiki. Wenye wanasimamia katika women ministry wafanye huyu mama rafiki. Mkamfike karibu, mkafikie mahitaji ya moyo wake, mkamkaribisha kanisani. Amen. Kwa nini? Unajua kule Uluyani ndio natoka. Mama yangu alikufa akiwa Mkatoliki, akiwa na miaka 48. Mimi baba yangu saizi anaitwa Joseph Wabuyele Mkewa kwa campus. Yeye anaenda kanisa inaitwa Quakers. Nimejaribu kuhubiri amekataa. Kwetu tuko watoto 38, unajua walio wanazaa sana. Wake ni watatu. Sasa hapo madada zangu wa mama, mmoja saizi ni Mkatoliki. Amekuwa akikunya pombe. Mimi ndio nimekuwa nikimchukua hospitali. Nikatumia 380,000 kufanyiwa upasuaji. Sasa kuna shida ya moyo. Nikamwambia sasa ukitaka niendelee kukufanya nini? Kuendelea kukushughulikia katika kutibiwa, sasa mwezi wa 5, mwezi wa 6 anaenda kupatizwa. Amen. Amen. Kwa hivyo sasa mimi katika familia yetu wote wameingia katika Sabato. Amen. Na dada yangu hapa ninakuomba kwa hisani ya mbinguni. Hapa atutumii uganga, atutumii kitu chochote. Ikiwezekana kesho, wangapi wale wanaenda kupatizwa? Si ndugu Ismail huko. Ndugu wetu wako hapa. Na dada Peti alienda ama alikuja? Ako hapa? Dada Peti ako kwa mkutano hapa? Alienda mbali. Lakini ako katika kikundi cha upati. Ningeomba Mungu akunenee usiku wa leo. Ukiingia katika kanisa hili utapata mibaraka sahihi. Amen. Utapata utakaso sahihi. Na milango itafunguka. Amen. Kwa yule mwenye aliniambia ninamjua vyema kuliko. Najua mimi nimefanya uchunguzi katika ikaa. Nimefanya uchunguzi kaini. Uchunguzi ule nimefanya ndugu wapendwa. It is about what we call doctrine. Bila kila watu wanaaminishwa. Mama wangu hapa aliniambia ambaye ni dada yangu kutoka nyumbani. Yeye ni mshirika wa Repentance and Holiness. Inaongozwa na mtu anaitwa Dr. Owuor. Tuko pamoja? Nikikufunza mambo yake hautakubali kufika huko. Si dada yetu anaenda huko. Si akona ulemavu wa miguu. Si anaponya viwete. Mbona hajapona? Ikiwa ni ukweli. Na nikikuuliza katika Kenya mzima kuna mwenye amepona? Unajua mimi nikifanya uchunguzi nilienda kwa mtu anaitwa Chawapa Wanyonyi, aliyekuwa akisema ni Mungu. Nikapata ni Mungu Bushi. Nikaenda kwa mtu anaitwa Chusi Mwakachana. Nilikuwa kwa mtu anaitwa Yesu Watongaren. Alitoroka nini? Aliambia aende kusulubishwa akatoroka. Nilipoenda kwake, nilifadhiliwa na mtu anaitwa Gilbert Masengeri, inspector wa polisi. He gave me 150,000, akaniambia na kuwekea gari mafuta, naenda huko fanya crusade. Nikafanya crusade, nikamhubia Yesu Watongaren. Ukienda katika YouTube yangu Innocent Wabuyele, nimemnenea 2 hours and 20 minutes. Nikamwambia ya kwamba Mungu sio wewe. Karibu kanisani. He was not able to support himself. Kwa hivyo sasa tukapatiza watu 28. Tukafungua kanisa pale mahali panaitwa Nyanzi. Watu wakaokoka. Na watu wamepotea. Juzi tulikuwa Mama Esther uko hapa? Niko. Huyu Mama Esther huyu. Niko. Mrei huyu Kurgati huyu. Ikiwa kuna watu wanabarikiwa mama, wacha Mungu akubariki. Na hakika hata miaka yangu Mungu apunguze 5 kuongezea. Huyu ni mama kiungo cha muhimu. Huyu mama ukimwona hivi. Amen. Mama mwenye amejitolea. Yaani nikihubiri kwa redio wanaenda mlimani. Mvua inawanyeshia huko. Wanajikinga wakinisikiza sababu channel ishiki kwa nyumba. Hatukuwa tunajuana. Miaka 4 mpaka kanyalika nikakuja kwake. Tukafanya crusade pale kwa Isaka. Huyu mama tumetembea na yeye. Amefadhili crusade, tulikuwa mahali panaitwa Samburu huko. Tena